Habari za mchana huu, habari za mwaka huu tena kwa mara nyingine. Ndugu zangu, mbele yenu ni mwenyekiti wenu wa kitongoji cha Kwa Kibosha. Majina yangu ni Shabani Rashid Athmani. Ndugu zangu, nimekuja mbele yenu kutoa taarifa kwa wanakibosha wote kuwa tunaendelea na utendaji wa shughuli mbalimbali kwa ajili ya kuiletea maendeleo Kibosha yetu. Tumeshuhudia uwanja wa mpira yanayoendelea, tumemwaga kifusi pale uwanjani, lakini tumeweka mitaro pale uwanjani. Leo mvua zimenyesha, maji yamepita pembeni na burudani zinaendelea. Ligi inaendelea pale uwanjani. Tunashukuru wote ambao mnakuja kutazama ligi yenu, mna support, na kinachokusanywa kitakuja kuwekwa wazi, na shabaha ya kidogo ambacho kinakusanywa uwanjani pale ni kwa ajili ya ukarabati wa uwanja huo wa mpira, ili uweze kuwa uwanja mzuri wa kisasa wenye hadhi ya kuchezewa na timu yoyote ile nchini kwetu na nje ya nchi yetu. Ndugu zangu, pamoja na mambo mazuri ambayo tumeyafanya uwanja wa mpira na tunaendelea kuyafanya katika uwanja wetu wa mpira, tunaendelea pia na mambo mengine mazuri kabisa. Ndugu zangu, sasa hivi tunaendelea na ukusanyaji wa vifaa kwa ajili ya ukarabati wa barabara zetu. Tunazo barabara nyingi, lakini tumeanza na barabara zifuatazo. Tunakusanya vifaa vyake ili tuweze kuzikarabati. Tunaanza na barabara ya Kwa Kibosha stendi kwenda Mapinga Sekondari, Nyota Njema mpaka Belma, ambapo katika barabara hii tunakusudia kuichonga haraka iwezekanavyo kabla ya mvua hazijachanganya, lakini tumwage vifusi mahala korofi. Sambamba na hayo, pia kuna eneo korofi la miaka yote la maeneo ya Kwa Mjubwa pale kulikokuwa na uwanja wa mpira zamani, kwenye eneo pale fulani, ambako mahala pale tunakusudia kutengeneza barabara ile iwe ni barabara yenye kiwango cha zege kwa umbali wa mita 100 ili kuitokomeza kabisa changamoto ya madimbwi mahala pale, ambapo sambamba na barabara hiyo tunakusudia pia kuchonga barabara ya Mingoi, ambayo kwa awamu hii tutachonga barabara ya kutoka Mingoi Center Ubarozi shina namba 2 kuelekea Ubarozi shina namba 3 kwa Mjumbe Masudi, na hii ni barabara kutoka kwa marehemu Juma, kutoka kwa mama Mingoi kwenda moja kwa moja mpaka kwa Ahmed Nzoa, ambapo tutachonga pamoja na kumwaga kifusi. Ndugu zangu, katika kuyaendea hayo, bajeti ifuatayo inahitajika. Bajeti namba 1 ambayo inahitajika, tunatakiwa tuwe na greda ambalo litafanya kazi kwa muda wa siku 3 mfululizo. Siku moja itakuwa ya Mpiji Darajani masaa 8, na siku 2 zitakuwa upande wa Kwa Kibosha Center kuelekea Mapinga Sekondari mpaka Belma. Gharama yake greda siku 2 hizo, pamoja na watu mbalimbali watakaotusaidia kuokoteza vitu mbalimbali, kusaidia uelekezaji wa mwendesha greda, kwa siku itakuwa ni milioni 2 kwa siku moja, sawa na kwa siku 3 milioni 6. Lakini pia tutakuwa na gari ambazo zitamwaga kifusi. Tumeongea na kaka yangu Kinabo, ameniambia yeye anachimba kifusi mahala, sisi tupeleke gari zikachukue kile kifusi. Kwa tunawajibika kukodi gari ambayo gharama yake kwa siku kuikodi fao moja ni shilingi 600,000, mara 2 itakuwa shilingi 1,200,000. Kwa hiyo gari hizi, moja itakuwa kwa ajili ya Mpiji Darajani na moja itakuwa kwa ajili ya Kwa Kibosha huku center, ambapo gharama yake inakuwa ni 1,200,000. Sambamba na hayo, ndugu zangu, kwa eneo hili ambalo tunakusudia kufanya
ukarabati kwa kuichonga barabara yetu kwa kiwango cha zege, ili eneo la mita 100. Eneo hili ndugu zangu, bajeti yake ni fedha za Kitanzania bila ya ufundi. Ukichanganya na ufundi shilingi milioni 4, jumla inakuwa ya fedha zote ya greda, lakini na barabara hii ya zege pamoja na magari haya inakuwa ni milioni 35,825,000, ambapo ndugu zangu, kwa bajeti hiyo itatufanya tupumzike kwa muda fulani, na barabara zetu hizi zitakuwa tumezitosheleza kwa kiasi fulani. Tutaendelea na barabara nyingine. Deni katika barabara hizi itabaki kuwa ni mitaro. Kwa nichukue nafasi hii kuwapa taarifa hii wana Kibosha kuwa hadi sasa tayari tumefanikiwa kukusanya rola za BRC, kwa sababu kwenye bajeti ya ujenzi wa hiyo barabara ya zege, vitu kadhaa vifuatavyo vinahitajika. Cha kwanza, tunahitaji sementi mifuko 500, tunahitaji trip 7 za mchanga za kokoto, tunahitaji mchanga, tunahitaji BRC measure za milimita 6, tunahitaji DPM kwa ajili ya kuzuia maji, tunahitaji drum moja la lami kwa ajili ya expansions joint, na tunahitaji dusty kwa ajili ya expansion joint pia. Tunahitaji malini body, tunahitaji misumari mchanganyiko na gharama ya ufundi. Katika hilo, jumla ya gharama zake vitu vyote hivyo ni fedha za Kitanzania shilingi milioni 24,602,500, ambapo nitatuma pia kwenye group letu ili taarifa hizi ziwe bayana. Hadi sasa tumefanikiwa kupata mahala pa kuchimba kifusi. Tunahitaji tu magari kwa ajili ya kuchimba kifusi, na ndugu Kinabo amesema atatusaidia katika hilo, halina shida. Kwa tunachotaka kutoka kwenu ndugu zangu ni michango kwa ajili ya magari, lakini nje ya magari tunataka na vitu vingine pia. Ingawa tayari BRC measure tumefanikiwa kukusanya rola 2 sawa na mita 15 urefu na upana futi, rola 2 sawa na mita 30 urefu na upana futi 16. Kwa niwaombe wana Kibosha muunge mkono juhudi hizi. Niombe wawekezaji ambao wamewekeza kwa Kibosha muunge mkono juhudi hizi. Tunaendelea kukusanya. Tumepokea ahadi ya mifuko ya simenti, tumeambiwa italetwa muda wowote. Tumepokea ahadi ya mchanga na vitu vinginevyo. Tunaendelea kufuatilia kwa kasi aina yake ili tuweze kufanikisha zoezi hili. Shime alaikum wana Kibosha, kwa pamoja tuombe dua tuweze kufanikisha jambo hili haraka iwezekanavyo. Hamu yetu leo ni siku ya Jumanne, ifikapo Jumatatu ijayo ya wiki ijayo tuanze mara moja ukarabati wa barabara zetu hizi kabla ya mvua hazijakithiri na tukashindwa kufanya ukarabati wa barabara hizi kwa mara moja. Tunaye rais wa nchi hii, rais pendwa ambaye Daktari Samia Suluhu Hassan. Rais wetu kimsingi ana imani kubwa na vijana, na tunaona kwamba baada ya kuingia tu tayari fedha zimetengwa takriban milioni kadhaa, na specifically kwa ajili ya vijana waende wakakope fedha hizo. Tunafahamu katika halmashauri zetu ziko fedha asilimia 10 kwa ajili ya vijana kukopa. Sambamba na hayo, vijana tumepata nafasi nyingi katika nafasi za uongozi, na mimi ni sehemu ya kijana wa kujivunia hilo. Mnakumbuka sekeseke la uchaguzi ambalo halitasahaulika, lakini kimsingi mnaweza mkaona kabisa chama changu pendwa makao makuu chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan kiliamuru uchaguzi urejewe, na hatimaye ukarejewa, nikapatikana mimi kijana katika eneo hili. Kwa nafasi yangu hapa ni kuwawakilisha wana Kibosha, pia kumwakilisha Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, na mimi kama kijana nikiwawakilisha vijana wenzangu, tukiuaminisha umma
kwamba vijana tukipewa nafasi si watu wa kulalamika, ni watu wa kufanya. Tunaanza kufanya kwa vitendo. Mmeshuhudia uwanja wa mpira tulioyafanya na tunayoendelea kuyafanya, na mnafahamu wiki ijayo tunagawa jezi kwa timu 8 ikiwa ni zawadi kwa Daktari Samia, jezi ambayo kwa timu zote ambazo zimeingia robo fainali watapata jezi hiyo, ambako jezi hiyo imeandikwa kwamba Samia ni rais wetu, fahari ya nchi yetu. Timu zetu hizo 8 zitatumia jezi hizo katika mashindano yale hatua ya robo, nusu na hata fainali. Sambamba na hayo, tunakwenda kukarabati barabara hii. Yote haya kuonesha nafasi yetu kama vijana, tukipewa nafasi tunaweza kufanya makubwa. Mheshimiwa Rais tumeshuhudia akifanya mengi katika kata yetu. Mwaka wa fedha ulioisha tumeona zaidi ya bilioni 2 zimeingia kata ya Mapinga tu peke yake. Mwaka huu tunazungumza tayari fedha za kutosha. Milioni 500 zimeenda pale Odindivu kwa ajili ya ujenzi wa shule ya sekondari. Tunaona hapo milioni 50 imekuja kwa Kibosha hapa kwa ajili ya ujenzi wa maabara nzuri ya kisasa, vijana wetu waweze kusoma wakiwa na maabara shuleni pale. Na sisi tumeamua kwa dhati kukarabati barabara inayotoka Kibosha Center kwenda Mapinga Sekondari, ili watoto waweze kunufaika na sisi tuweze kunufaika na barabara hiyo. Muunge mkono jitihada hizi kwa dhati, na sisi tukiamua tuna uwezo wa kufanya. Milioni 35,820,205 ni fedha ndogo sana ambayo tuna uwezo mkubwa wa kuipata kwa mara moja na tukafanya jambo hili. Ndugu zangu, tuchangie sisi wenyewe kwa ridhaa yetu. Anayeguswa, anayewiwa, basi aje afanye jambo ili jambo liweze kuwa jambo. Ndugu zangu, kumekucha sasa. Kibosha haina kupoa, haina kuboa. Tutamuunga mkono Mheshimiwa Rais kwa mikono miwili, lakini tunaleta maendeleo katika mtaa wetu sisi wenyewe. Mnafahamu katiba imeeleza bayana shabaha ya serikali kuunda serikali za mitaa, vijiji na vitongoji ni kurejesha mamlaka ya kiutawala kwa wananchi, lakini pamoja na kuharakisha maendeleo kwa wananchi. Kwa ni wajibu wetu sisi wananchi wana Kibosha kujiletea maendeleo yetu sisi wenyewe kwa spidi ya aina yake, kwa hali nzuri ya aina yake. Kibosha tunayoitaka tutaifikia kwa kuungana mkono sisi, kulinda nchi yetu, kulinda Kibosha yetu, lakini kumuunga mkono Mheshimiwa Rais wetu. Asanteni, asanteni, asanteni sana.